Tulipokuwa tumekomea katika episodi ya 4 ni mara baada ya kumshuhudia bidada akiwa anawasiliana na Mwamba Sang, asijue kwamba huyu mtu ndiye ambaye anamuuzaga kwa kila hatua ambayo yeye anaipiga. Basi ile anamaliza tu mawasiliano, moja kwa moja maafande wakawa na timba pale katika eneo la hospitali, na hakuwa mwingine alikuwa ni yule Mwamba anayefahamika kama Chogeng, na akaanza kumwambia jamaa kwamba kwa nini uliweza kutumia bunduki kuweza kuwashambulia askari wa Korea Kaskazini wakati wanapambana na spy kutokea Korea ya Kusini. Kwa lugha nyepesi, wewe ni mwaini na mtu ambaye ni muasi wa nchi yako. Lakini Captain akapinga mashtaka yale na kusema kwamba yeye alikuwa akimlinda mpenzi wake ambaye alikuwa anashambuliwa na wanajeshi wa nchi yake. Kwa hiyo lazima ana wajibu wa kumlinda mpenzi wake katika hali zote. Na Mwamba Chogeng akaagiza maofisa kumkamata jamaa kwani ana kesi ya kwenda kujibu. Lakini ghafla tu wakati huo mkuu wa majeshi alikuwa anaingia ndani ya hospitali. Haraka sana hawa Vinyamkela ikabidi kuweza kupisha kwa sababu huyu mkuu anatakiwa kuongea na huyu mgonjwa. Mzee huku ndani anafoka sana, anamwambia mwanae, ni kwa nini hao wanajeshi wanataka kukuchukua? Umefanya kosa gani wewe? Lakini mtoto wake aongee. Sasa wakati huo mama yake na bidada Sodang, yani kwa maana ya mama mkwe, alikuwa ametimba katika maeneo ya hospitali. Alisikitika sana kugundua kwamba jamaa alikuwa amepata majeraha kutokana na mapigano ya kijeshi. Mama mtu akashauri kwamba huyu mtoto aache kabisa kazi hiyo ya ujeshi kwa sababu mwisho wa siku binti yake atakuja kuwa mjane baadaye kutokana na hii kazi hii. Lakini bidada Sodani akati anaangalia nguo za Mwamba ndo akagundua kwamba kuna kakopa hivi kameweza kushonewa katika nguo yake. Akasubiri kwanza wazazi waweze kuondoka kisha akaanza kumpiga Mwamba maswali na akamwambia kwamba ina maana huyu msichana ndio alikuwa anakuangalia hapa hospitalini, si ndio? Mwamba akasema ukweli ni kwamba anampenda sana bidada Seli licha ya kwamba bado nitakuoa tu wewe. Bidada alilalamika sana akasema, hivi unanichukuliaje? Yani unaniona kama mimi ni kipande cha karatasi ambacho unaweza ukaniokota ukanitupa? Yani sasa hivi huwezi ukanipenda kwa sababu huyu mwanamke yupo. Kwa hiyo akiondoka ndo utaanza kunipenda, au sio? Vyovyote utakavyoona wewe ni sawa, endelea kufanya hivyo hivyo. Bidada akawa ameondoka kwa hasira. Sasa bidada bado anaendelea kuwasiliana na Mwamba Sajung na akaweza kukutana mpaka katika nyumba ya Mwamba. Akawa anamuuliza, vipi umeweza kuwasiliana na familia yangu? Mwamba akawa anasema ndio, nimeweza kuwasiliana hata na babako, amesema anakusubiria kwa hamu sana uweze kurudi nchini kwenu. Lakini kumbe Mwamba anachokiongea ni tofauti kabisa, kwani huku upande wa pili baba mtu alikuwa akitangaza kifo cha mwanae rasmi. Kwa sababu kama kutafuta wametafuta sana kila sehemu, wamejaribu kuagiza mpaka vikosi vya uokoaji lakini bado hawajaweza kufanikiwa hata kukuta mwili wa bidada. Mpaka hapo wakawa wamekata tamaa na kuamini kwamba bidada atakuwa ameweza kuliwa na wanyama. Tukirudi Korea Kaskazini, mama mtu anazidi kumhamasisha binti yake kuolewa haraka sana na yule msoja kwa sababu ni kwamba anatokea katika familia ya watu ambao wana vyeo vikubwa sana jeshini. Basi bwana bidada Soden akaendelea kuchagua nguo za kuweza kuvaa. Sasa tukirudi huko hospitalini, Mwamba ameamka kutokea usingizini na anagundua kwamba bidada Seri hayupo. Ikabidi kupiga simu haraka sana kutaka kujua bidada atakuwa ameelekea wapi. Basi wakaangalia katika CCTV kamera wakagundua kwamba Mwamba Sang alikuja hapa na akamchukua bidada. Kukagua plate number, ni plate number ya gari ambayo inatumika kwenye mapokezi. Na Mwamba bila kupoteza wakati, moja kwa moja akavaa nguo licha ya kwamba alikuwa anaumwa, akaendelea kutoka pale nje hospitali. Ghafla tu akakutana na bidada Sodang. Akawa anamuuliza, "Wewe unatoka unaelekea wapi? Alafu huyo bidada Seri ni nani yako?" Mwamba akaeleza ukweli wa moyoni mwake mote kwamba huyu bidada ndio ninayempenda kwa sasa na siko tayari kuweza kumpoteza katika maisha yangu kwa sababu katika historia ya maisha yangu nimewahi kupoteza ndugu zangu wengi sana katika ajali moja. Kuanzia siku hiyo niliapa kwamba mtu yote ambaye nitakuja kumpenda nitamlinda mpaka hatua yangu ya mwisho. Niko tayari huyu bidada kumsimamia mpaka arudi nchini kwake salama. Hapo ndio moyo wangu utakwenda kuridhika. Bidada Soden akasema kwamba kama wewe uko tayari kupoteza kila kitu kwa ajili ya kumlinda huyo bidada, basi na mwenyewe niko tayari kupoteza kila kitu kwa ajili ya kukulinda wewe. Nitajua nini ambacho nitakwenda kukifanya. Mwamba akaondoka zake akaingia katikati ya mapoli kwenda kumtafuta bidada, lakini huku upande wa pili bidada anaonekanika akiwa na Mwamba Sang. Wakaendelea kuongea kwa habari ya kuweza kurudi Korea ya Kusini. Mwamba akasema kuna njia ya kuweza kurudi Korea ya Kusini na ni rahisi tu. Mimi hapa nina pasipoti ya Uingereza. Kama ukikubali kuolewa na mimi, basi moja kwa moja ni kwamba na wewe utakatiwa pasipoti ya Uingereza. Kwa hiyo utakwenda na mimi kama vile mke wangu. Kikubwa ni kwamba ukubali tu kuolewa na mimi basi. Lakini huyu Mwamba Sajung hajawahi kufanya jambo lolote lile kwa bahati mbaya. Huwa kila kitu kikogi kwenye plani na mara nyingi huwa anaangaliaga maokoto tu. Sasa wakati huo bidada akataka kusaini hizi fomu za ndoa, anawaza we. Lakini Mwamba akawa amemfuata akasema kuwa leo barafu itakuwa inaanguka. Kwa nitaomba nishiriki dina pamoja na wewe nyakati za usiku. Sawa bidada eh? Na basi nyakati za usiku zilipoweza kufika, kama kawaida mvua ya barafu ilikuwa inaendelea kuonyesha taratibu. Mwamba akamkumbusha bidada kwamba anatakiwa kuolewa na yeye. Lakini pia hakuja hivi hivi, alikuja mpaka na pete. Sasa bidada kwa kuwa na mpango wa kurudi Korea ya Kusini, akawa hana namna yote, akawa anaikubali tu ipete. Japokuwa hata ilikuwa haina maana kwa sababu kitu chenye maana zaidi ilikuwa inatakiwa barua tu ya kwamba hawa ni wanandoa. Basi Captain Jang tayari alikuwa amefika katika huu mjengo. Kwanza akapita katika eneo fulani vile generator akaweza kuzima umeme. Watu wakabaki wanashangaa, mbona umeme umezima, kuna shida gani? Kumbe Mwamba alitumia hii fursa ya giza kuanza kuwatembezea kichapo walinzi wote katika hii nyumba. Na kwa kuwa jamaa alikuwa na majeraha ya risasi, wakati anaendelea kupigana, mlinzi mmoja akaweza kumwangusha. Bidada akataka kuikimbilia kwenda kutoa msaada, lakini Mwamba akamwambia acha kabisa, usiende kutoa msaada. Na Mwamba akasema kama ukiendelea kumng'ang'ania wewe jamaa, niamini mimi kwamba hautowahi kutoka Korea Kaskazini hata siku moja. Lakini kitu kibaya zaidi ni
kwamba utakuwa unamuingiza jamaa katika hatari kila siku, na kila anapozidi kukulinda wewe ndivyo anavyoingia katika shida yeye. Kwa hiyo kama uko tayari mwamba aendelee kupitia matatizo, basi endelea kuwa jirani naye kila siku. Bidada alipoyasikia maneno kweli kabisa aliingia ndani ya mtima wake, akajikuta tu anatoka nje na kuanza kumfokea jamaa. Kwa nini umenifuata huko? Ulitakiwa uwe hospitali unaendelea kuugua, lakini wewe unazidi kunifuatafuata huko. Kwani kama unajiingiza katika matatizo? Mwamba akasema nilikuja kukufuata wewe nikiamini kabisa utakuwa unanisubiri. Bidada akasema mimi nikusubiri wewe? Wala nilikuwa sikusubiria wewe. Mimi hapa nimekubali kuolewa na Sang-hyuk na ndio ambaye atakwenda kunioa sasa hivi. Mwamba kweli kutazama katika kidole cha bidada hakuamini macho yake. Bidada alikuwa amevalia pete. Hii kitu jamaa ilimuumiza mpaka ndani ya moyo wake. Alichokifanya Captain akamsogelea bidada akamwambia, hayo maneno anayoyaongea yanatoka ndani ya moyo wako? Bidada akasema hakika yanatoka ndani ya moyo wangu, lakini wakati anayoongea hayo machozi yalikuwa yakimtiririka. Jamaa akamfuta bidada machozi akamwambia bidada, anashukuru kwa kuniambia ukweli, kwa heri. Mwamba akawa anaondoka zake. Bidada alikaa anawaza sana. Aliangukia katika nchi ya Korea Kaskazini. Isingekuwa mwamba huyu angekuwa tayari yeye ni maiti kitambo sana, lakini siku ya leo amekuja anamuumiza mtu huyu tena. Hii kitu ikawa inamnyima amani. Akawaza kwamba jamaa ana jeraha la risasi na ametoka kupigana hapa, vipi kama akianguka huko nje na barafu inanyesha, si atakufa huyu? Akawasha gari lake na moja kwa moja akawa anamfuata jamaa, akamwambia naomba upande gari nikupeleke unakoelekea. Lakini mwamba alimkumbatia bidada akasema, sina ninakoelekea zaidi ya kuja kwako, nahitaji kuwa jirani na wewe. Hasa kuna mtu anakumbuka matukio ya zamani sana akiwa jeshini. Huyu mtu anayekumbuka haya matukio ni yule jamaa ambaye alisaidiwaga na Captain kipindi kile ameporwa pesa wakati anaenda kununua nyama kwa ajili ya familia yake. Na wote tunajua kwamba yule jamaa ndo mpelelezi anayempeleleza Captain na kisha anachukua taarifa zake zote anapeleka kwa yule Chosang, mtu ambaye ni mwanajeshi ambaye anabifu sana na Captain. Hasa huyu informa alikuwa anaona matukio ya zamani kidogo. Kuna kipindi ambapo alikuwa amekamatwaga. Sasa yeye aliwezaga kumsaliti kaka yake na mwamba Captain. Baada ya kipigo kizito kutoka kwa huyu mwamba ambaye ni afande ambaye anamtumikisha, akataja location wapi kaka yake na Captain alipo. Kwa kaka yake na Captain akaweza kuuliwa. Kwa hiyo mtu aliyekuwa ameweza kumua kaka yake na Captain ndio huyu afande ambaye anamwandamanga sana Captain mpaka sasa hivi. Na Captain hajui kabisa kwamba huyu mtu ndo alihusika katika kumua kaka yake. Yeye anajuaga kaka yake alifariki kutokana na ajali tu. Hasa mwamba akiangalia kwamba kila wakati anamsalitigi Captain, lakini Captain amekuwa anamtendea mema kila wakati. Siku ya leo nyakati za usiku akawa anamwambia mke wake kwamba najisikia hatia sana kwa sababu Captain ananisaidia sana lakini huwa anamtendea ubaya. Mke wake akamshauri kila wakati atakapokuwa akipigiwa simu na yule mkuu wa kituo basi wage anampa taarifa za uongo. Basi mwamba akakubali kutendea haki ushauri wa mke wake. Basi kweli kabisa kesho yake yule mwamba akawa anapiga simu, nataka kujua Captain wapi alipo kwa sasa hivi. Lakini mwamba kadanganya akasema Captain yuko vijijini sana. Kumbe Captain alikuwa yuko hapa mjini. Na mwamba Captain alipoweza kufika katika kile kijiji chao na bidada Seli, basi wakaanza kupiga story hapa. Bidada alikuwa amewalika wale wakina mama majirani zake, wakawa wanamuuliza ulikuwa wapi rafiki yetu? Bidada kama kawaida akasema alikuwa katika operation za kijeshi, lakini amekuja na zawadi kibao kwa ajili yao. Akaichomoa pete aliyokuwa amevishwa katika eneo lake la mkono, akaenda kuiuza sokoni. Akasema hiyo pete inagharimu kama milioni 5. Mwamba akasema ni kweli pete ni ya gharama, lakini mimi pesa nilizonazo hapa ni kama 200,000 tu. Basi bidada akawa amenongonezwa kidogo na akaambiwa kwamba unaonaje akupe hiyo 200,000 alionayo, lakini akupe na hizo saa za kiume nyingi hapa tukawapelekea zawadi waume zetu. Kweli bana, pesa ikachukuliwa na zile saa zote zikawa zimechukuliwa. Basi kila wamama wanaenda kuwapelekea waume zao zawadi leo. Kila mmoja amebeba kakifungu kake. Bidada Seri naye katika upande wake amebeba saa maalum kabisa kwa ajili ya mwamba. Sasa akawa anaipeleka nyumbani anabashasha kama lote yani. Sasa ghafla tu kuna miamba akamnyoshia bunduki, wakamwambia usitetemeke wala usitikise makalio. Wakamkamata kwa nguvu mpaka ile saa aliyokuwa amenunua kwa ajili ya mume wake ikawa imeanguka chini. Kisha wakampakia katika kalandinga, wakachukua simu, wakasema mpigie Jang haraka sana mwambie aje huko ambako tunakuagiza. Lakini mwamba Captain anafika nyumbani anagundua kwamba kuna mti wa Christmas ulikuwa umeandaliwa na bidada. Basi alifurahi sana. Ila anatazama nje sasa kumuita bidada, anagundua bidada hayupo. Ghafla simu yake inaita. Mwamba alipoipokea ile simu, bidada aliongea maneno ya uchungu sana. Akasema nakupenda ila sijui ninakopelekwa ni wapi na sijui lini ambapo nitakwenda kurudi, ila tambua kwamba nakupenda sana. Mwamba kutokea wakati huo wa mchana aliingia kwenye mapoli, tafuta sana kadri anavyoweza. Hakufanikiwa kuweza kumpata bidada, ila anarudi nyumbani anaambiwa kwamba eti jeshi lilikuja nyumbani kwake limefanya inspection kama yote. Na tena hilo jeshi wakati linafanya ukaguzi limevunja mpaka ule mti ambao alipewaga na bidada, ule mti wa nyanya. Mwamba kwa uchungu sana akawa ananyanyua ule mti wa mnyanya. Ghafla tu Chogang kumbe alikuwa ndani ya nyumba yake. Akasema ni wapi bidada Seli alipoelekea? Tuambie haraka sana. Na huyu Chojang alimweleza wazi kabisa Captain, akamwambia kwamba nimefanya upelelezi, nimegundua kwamba yule msichana wala hafanyi katika kikosi cha Unit 11. Kwa hiyo sasa ulikuwa umetudanganya, kitu ambacho ni kosa kwa ajili ya kwako mwenyewe na kosa kwa ajili ya taifa. Na kama ikigundulikana kwamba uliweza kumficha mpelelezi kutokea Korea ya Kusini, hata kama babako ni mkuu wa majeshi, tambua kwamba lazima itakukosti tu. Alafu hata baba yako mzazi atashushwa nafasi yake kwa haraka sana, kwa sababu hawezi kuwa na mtoto haramu kama wewe unayepitisha maspai kuingiza ndani ya nchi yetu. Mwamba kulisikia jina hilo kwamba yeye ni mtoto wa haramu, alimnyoa
alimnyuka mwamba bonge la ngumi likamsindikiza kama mita 3 hivi. Yani mshikaji hakuamini alipoweza kuangukia, hasa kwa kuwa jamaa na jeraha lake hivi. Hao wanajeshi ambao walikuwa wameambatana na huyu Chogang basi walimnyuka sana, na yeye pia wakampiga akaanguka chini. Mwamba Chogang akaamuru jamaa aweze kukamatwa na haraka sana apelekwe katika kambi za kijeshi huko akafungiwe selo. Mambo yanazidi kuwa mabaya na mambo yanazidi kuchangamka. Tukutane katika episodi ya 6. Rikapi yetu bila shaka itakuwa na mambo mengi mazuri. Je, bidada atafanikiwa kurudi Korea ya Kusini? Hii movie imechezwa katika uhalisia mwingi sana. Kiufupi ni kwamba hizi nchi mbili zina uadui mkubwa, na ni kweli kabisa ukifanikiwa kutoka Korea ya Kusini ukiingia Korea ya Kaskazini ni hatari sana. Ulikuwa na mimi naitwa DJ Po na hii ni PVP Media Max. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo kwa sababu hapa ni Bandika Bandua.